wa Liverpool Anne Slot. Na hivi sasa tunaelekea katika kaunti ya Machakos, na kwenye runinga yako namuona gavana wa Machakos Wavinya Ndeti, tunaye kocha wa timu ya taifa ya Kenya mabinti Beldine Odemba. Makori, hebu tupashe kunani katika kaunti ya Machakos? Niko na kocha wa Harambee Stars Bwana Amodo. Mikono juu. Tuko na kocha ni mekeke ambayo imeivamia na kuiteka anga rasmi kutoka hapo uwanja wa Kenyatta ndani ya kaunti namba 16, ikiwa ni kaunti ya Machakos. Na ukiangalia kwa mbali tu unamuona gavana Wavinya Ndeti yuko pale. Ukiangalia amekaa sako kwa bako na kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya wanawake Harambee Starlets Beldine Odemba. Beldine Odemba yuko sako kwa bako na Anthony Modo Kimani, ambaye kwa sasa anahudumu kama naibu kocha wa timu ya taifa kabumbu Harambee Stars, akifanya kazi kwa karibu sana na Benny McCarthy, raia wa Afrika Kusini. Wamefika hapa kwa ajili kubwa ya kuangalia vipaji na talanta hapa mashinani ndani ya kaunti ya Machakos, siku hii ambayo inafanyika shughuli nzima ya makala ya 3 ya dimba la gavana Wavinya Ndeti. Na ukiangalia nyuma yao tu ni wachezaji wa pande zote mbili. Upande wa kinadada ni Talanta Queens, watakuwa na kipiga dhidi ya Juakale Queens katika finali ya kinadada, finali ambayo inasubiriwa kwa hamu na hamumu. Na ni kwamba uwanja umejaa hadi pomoni, mashabiki wamefika asilimia kubwa kabisa, wakiwa wamekusudia kuja hapa angalau kuangalia mtanange wa siku ya leo, finali ambayo mshindi atakuwa anakwenda nyumbani na kitita kinono zaidi, ikiwa ni shilingi milioni 1 hela za Kenya hizo, upande wa wanawake na upande wa wanaume. Kumbuka kwamba baadaye finali ya wanaume itakuwa inasakatwa papa hapa ndani ya uwanja wa Kenyatta, ikiwa inakutanisha Katwanya Falcons dhidi ya Scotlanders FC, finali ambayo pia imesubiriwa kwa hamu na hamomo. Wananiita mwanaspoti Yoshua Makori, ndio mwanzo tunasherehesha shughuli hii kutoka hapa ndani ya uwanja huo, uwanja ambao una historia pana, uwanja ambao kiukweli inanipa kumbukizi na kumbukumbu ya mwaka 2017, ikiwa ni Disemba, wakati ambapo timu ya taifa kabumbu ya Kenya Harambee Stars ilifika hapa ikicheza katika dimba la Sekafa, na hapa ndipo ilifunga timu ya Zanzibar magoli yakiwa ni 3-2 kupitia mikwaju ya matuta, akihudumu kama mlinda mlango nambari 1 wa timu ya taifa ya Kenya Kenya One wakati ule Patrick Matase, akiokoa mikwaju 3 ya matuta upande wa timu ya Zanzibar Heroes, ikiwa kwamba wakaachilia kabisa Kenya kawa ndio mshindi. Na kumbuka finali hiyo ilikuwa imekwenda hadi dakika 120, ikiwa imepigwa na kutamatika sare ya mabao 2, na mwisho wa kwisha akaibuka kuwa the hero, akaibuka kuwa shujaa Patrick Matase. Awali nimekuibia siri kwamba aliyokuwa mikwaju 3 na kuipa Kenya taji, likiwa ni taji la 7 katika historia kubwa, na ndilo taji ambalo la Sekafa wamelishinda mwisho hapa katika ardhi ya nyumbani. Na wakati huo Harambee Stars ilikuwa iko chini ya uangalizi mkubwa wa mwalimu wa sasa wa timu ya taifa ya Uganda Cranes, Paul ambaye ni Put. Na kumbuka kwamba Paul Put alikuwa ametokea katika taifa la Ubelgiji, akija hapa Kenya kuinoa timu ya Kenya na kawapa taji la Sekafa wakati huo mwaka 2017. Na ni kwamba ukiangalia kwa mbali ndio huyo gavana mwenyewe anatembea aste akiwa na kocha mkuu wa timu ya taifa Kenya Harambee Stars upande wa kinadada Beldine Odemba, ambaye ametoka kuandika tu na kuandikisha historia pana ya kuiongoza timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets kufuzu kombe la mataifa ya bara Afrika ambalo litafanyika mwaka ujao katika taifa la Morocco, akiwa amerejesha kule baada ya ukame wa kipindi cha miaka ikiwa ni 9. Awali ya yote nasubiri tu wajae hapa juu kwenye jukwaa kuu, alafu kisha niweze kusema moja kwa moja na gavana mwenyewe katika makala haya ya 3 mambo yakoje ndani ya mikiki leo hii. Nikasema mwanaspoti Yoshua Makori nifike hapa iteke na kuivamia anga rasmi kwa heshima kubwa ya kandanda mashinani. Na kumbuka kwamba mashinani ndo mara nyingi wanatokea wachezaji mahiri, wanatokea wachezaji ambao wamekulia katika mazingira ambayo ni ya kipaji kikubwa, na tayari ameshafika hapa gavana mwenyewe Wavinya Ndeti. Awali ya yote nimkaribishe ndani ya mikiki. Gavana, karibu sana. Asante sana, karibu Machakos, the place to invest. Nataka tuanze moja kwa moja mwaka 2025, makala ya 3. Mwanzo yamekuaje kutoka mashinani hadi mahali tulipo ndani ya finali?
tulianza michezo vizuri. This is our third edition. Tulianza na teams about 640, but every year we keep on improving. As of today, we have 650 teams that have played. Tumeanza kutoka mashinani, kutoka kwa ward. Wamecheza kutoka kwa ward, tukaenda kwa sub-county, kutoka kwa sub-county, tukakuja sasa kwa county. Yes. Na nimeona mara hii ushindani umekuwa hali ya juu. Ni hali ya juu kwa sababu sisi hapa Machakos tumesema tunataka professionalism in football. Na hii ni ile tuna train hizi timu zetu kutoka huko mashinani. Lazima tukue na nidhamu na lazima tukue na professionalism katika mpira. Nimeona umewajali sana mabinti. Wote nimejali watoto wote. Vijana na mabinti wote ni wangu. Umeona hii ni timu ya mabinti walicheza kutoka kwa ward. Tena utaona vijana pia wamecheza kutoka kwa ward. Na yule atakuwa mshindi hapa atatoka na milioni 1 ya Kenya. Nini hasa tofauti ukiangalia makala ya kwanza, makala ya pili, leo hii makala ya tatu? Kuna more discipline, more professionalism even in the teams. Na wamejua sasa hii sio mchezo. Hapa mtu anaweza kuchukuliwa aende akachezee team huko national. Kwa hivyo wanachukua game seriously, sio kama before. Na tena kwa hizi game kila kingine nimeona tofauti. Vijana wetu wamejua kukaa pamoja kama teamwork. Hii imetusaidia sana katika county ya Machakos to train our young people on how to work together as a team. And can you imagine 650 teams working together? Yeah, we are creating great citizens of this country and of this county who know that for us to succeed we have to work together. Najaribu tunawafunza sio hii mpira sio tu kucheza, maneno ya madawa ya kulevya, mimba za getting early pregnancies, we talk about that. We also talk to them about protecting the environment and growing trees, not planting trees. So there's a lot we deal with our youth when they are playing the games. Tugusie masuala msingi kabisa. Niliona shirikisho la mpira miguu Kenya FKF walikuja hapa. Kuna ule mradi mkubwa ambao unadhamiriwa na FIFA, shilingi milioni 600 za Kenya. Ule mradi unaonaje? Huo mradi utakuwa mzuri sana, sio kwa Machakos peke yake but kwa Kenya pia, kwa sababu tutakuwa na technical institute hapa mahali watu wetu, wachezaji wetu wa mpira wataweza kufunzwa, hata coaches nini. It will be a good technical center for FKF. Na ndio tuliona sisi kama Machakos, kwa sababu tuko karibu na Nairobi, tuwapatie shamba ndio waweze kuja kuweka hiyo technical institute hapa. Hiyo inamaanisha tena kazi kwa vijana wetu, na sisi kuna ile MOU tumesign na wao. Kwa hivyo kama county government ya Machakos itafaidi sana. Na pia tunajenga stadium kubwa hapa. Tumeanza tuko na indoor games, outdoor games, tuko na Olympic size swimming pool tumeanza, na also stadium ingine at the city. So by the grace of God in 2028 huko tutakuwa tumeshaanza ile the stadium, but the Olympic size swimming pool and the indoor games hizo imeshaanza. Kwa hivyo we also tunataka kujikakamua kwa swimming. Si atuangalie mpira peke yake. Tunataka kuingia kwa michezo yote kama county government ya Machakos, tuwe tunawakilisha Kenya huko nje. Na ukiangalia katika riadha, gavana wametokewa na riadha kubwa maeneo ya Ukambani, akina Kale Bundiku Mangangi, pia mnataka kukuza upande wa riadha? Yes. Hata wakati wa running riadha, we are also working on that, because you have seen us, we have a lot of hills. We have high hills, we have flatland, so we have all the conditions that are required for runners to do well. So sisi hapa Machakos tumesema bwana, hatutaki mchezo, tunataka kucheza na tutengeneze pesa kwa michezo yetu. Na najaribu kuangalia ukarabati wa uwanja huu, labda mnatenga hela hapa na pale ndio ufanyie ukarabati wa hali juu, na umetumika sana pia katika kabumbu. Shirikisho la mpira miguu limeutumia katika ligi kuu mara nyingi. Kwa bajeti yetu ile inayokuja tutaweza kuweka pesa ya kutengeneza uwanja tena, kwa sababu unajua huu uwanja umetumika sana. Kwa sababu unajua uwanja mingi Nairobi zilikuwa zimefungwa,
Kwa hivyo kila mtu alikuwa anakuja hapa, uwanja umetumika tena, tutaongezea pesa, tutaweka kwa hii bajeti inayokuja tuweze kuukarabati. Naangalia mashabiki wamefika kwa wingi. Of course. Asu tunapenda mpira bwana. Sisi umeona uwanja umejaa. Hawa wote ni vijana. So we thank God. Nini hasa kinakupa huu msukumo kwamba uandae dimba kama hili kusaidia vijana? I was the Assistant Minister for Youth Affairs and Sports. I am the pioneer of computer project for school in this country, and I was targeting the young people of this country. When I came from UK, I studied computer science. Na nikaona kweli ni nini ninaweza kusaidia vijana wa Kenya waweze kuendelea. Mimi nilikuwa na bahati nikapelekwa ng'ambo. Wengine wangefika ng'ambo. Nilipokuja huku nikaanza computer project for schools, kupeleka kompyuta kwa mashule, sio Ukambani peke yake. Nilienda mpaka huko Mount Elgon kufunza vijana kompyuta kwa shule. Watoto wale walikaa mtihani ya kwanza ya national examination walikuwa wamepitia mikono yangu. Kwa hivyo mimi I like working with the youth. I love working with the young people and making changes in their lives. Also, I was the Assistant Minister in charge of Youth Affairs and Sports wakati wa Kibaki. Huko nilifanya kazi mingi sana. National Youth Service used to be under me, Youth Fund used to be under me, training used to be under me. Kwa hivyo mimi niko na uzoefu wa kufanya kazi na vijana. Na ninawapenda sana. I love making change in our young people's lives. Nataka tugusie swala moja kabla nikuachilie uende kuangalia hapa na pale mambo yanaendaje hapa katika huu uwanja. Hasa gavana wa Vinya Ndeti, muhula wako wa kwanza kama gavana ndani ya kaunti namba 16 Machakos, unataka ukiondoka katika mihula yako miwili ikikwisha, tuseme kwa mfano umechaguliwa tena, unataka kuacha legacy gani upande wa michezo? Number 1, kuimarisha michezo katika county government ya Machakos. Na kuimarisha michezo vipi? Tuwe watu wetu wa Machakos, wananchi wangu wa Machakos wanaweza kutengeneza pesa na pesa mzuri through sport, kwa sababu nimeona vijana wengi wanatengeneza pesa hata wanashinda wale wako kwa ofisi. Kwa hivyo kazi si kuandikwa kwa ofisi, kazi unaweza kujiandika pia kwa sporti na uweze kuwa na good income that you can take care of yourself and your families. So this is another channel that I want to show our young people you can still make money. I'm also doing training for them, which, you know, without training, giving them skills and all that, they're able to make money. I must show them different ways, different paths of making money, and this is one of them. Asante sana na kila laheri. Asante. Thank you so much and God bless you. Welcome to Machakos. Thank you. Huyo amekuwa ni gavana wa Vinya Ndeti ambaye ametema madini yake mawili matatu angani. Nataka nikienda mapumziko nitakuwa narejea kusema na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets, Beldino Demba, amekaa pembeni hapa, yuko sako kwa bako na aliyekuwa mchezaji wa Mathare United kwa wakati mmoja kashinda taji mwaka 2008. Huyo ni Anthony Modo Kimani. Leo hii anafanya kazi kwa karibu sana ndani ya timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, akihudumu kama naibu kocha wake Beni Makathi. Kwa hiyo mikiki na kwenda mapumziko kipindi cha pili. Narejea muda usiokuwa mrefu. Kwa hiyo lako ni Uganda ulipo.